kitu ambacho unatakiwa kukielewa hapo ni kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sio Mungu ametuumba sisi tuwe na uwezo kama wake. Ametuumba sisi tuwe tuna uwezo wa kutenda mambo kwa mapenzi yake. Maana yake sisi tuwe tuna utashi ndani yetu unaoweza kutupelekea sisi kuamua vitu mpaka Mungu mwenyewe akafurahi. Ndio maana kwenye bustani pale aliweza kuweka maelekezo na kumwacha mwanadamu mwenyewe afanyeje, aweze kufanyaje, kuamua. Kwa hiyo maamuzi yetu kila siku kwenye maisha yanatufanya sisi tuweze kuiga huo mfano wa Mungu. Umeona? Maamuzi yetu namna ambavyo tunawachukulia watu, maamuzi yetu namna ambavyo tunamchukulia Mungu mwenyewe, na maamuzi yetu namna ambavyo tunachukulia maisha yetu sisi wenyewe. Hayo ndiyo yanayoamua kiwango cha kufanana na Mungu au kuwa mfano wa Mungu. Ndio maana unaona watu wote tunatenda tofauti, lakini wote tumepewa neema ya kuishi. Maana yake Mungu kama amekuumba kwa mfano wake, wewe ndio unayemlimit kupitia maamuzi yako. Narudia tena hapo. Kama unakubali kabisa kuwa Mungu amekuumba kwa mfano wake, maana yake unatakiwa kutenda mambo kama Mungu. Maana yake unatakiwa kutenda mambo kama Mungu kwenye ulimwengu wako wewe, kwenye maisha yako wewe. Na maisha ni maamuzi. Kwa hiyo maamuzi yako unayoyachukua kwenye maisha, hayo ndiyo yanayoamua mfano wa Mungu kwako. Kwa hiyo yoyote ambao unamuona kwenye hii dunia, yale maisha anayoyaishi, sio kwamba Mungu ndiyo automatic ameamua yule mtu aishi yale maisha. Ni kwamba Mungu amembariki kumpa uhai yule mtu. Sasa yule mtu anaamua kuchukua ule uhai na kutafsiri maisha yake na kufanya maamuzi kwenye maisha yake. Sasa yale maamuzi, matokeo ya yale maamuzi anayoyachukua mtu ndiyo ambayo yanampa utukufu Mungu, au yanaleta ile concept ya mfano wake. Kwa mtu akiamua vibaya, maisha yake yanabaki vile, na Mungu bado hajamchukia, ila anampa nafasi nyingine ya kuweza kufanya maamuzi mengine mazuri kwa ajili ya kuleta utukufu wa Mungu kwake yeye mwenyewe binafsi. Nadhani unanielewa vizuri. Lakini sasa mtu anapoamua vizuri kwenye maisha, maana yake Mungu anatukuka kupitia maamuzi ya huyo mtu. Nadhani ushawahi kuona mtu akifanya jambo unasema aisee tumtukuze Mungu bwana, au mtu akibadilisha tabia aisee Mungu ashukuriwe bwana, kwa sababu fulani kabadilisha tabia. Ni kwa sababu gani? Yule mtu mwenyewe ndiye aliyeamua kumpa utukufu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tunampa utukufu kupitia maamuzi yetu ambayo sisi tunayachukua kila siku. Na ametupa uwezo wa kuamua kwa sababu ametuumba kwa mfano wake. Umeona? Na ametumba sisi tuwe huru tuweze kutawala. Ndio maana unaona alimpa uwezo wa Adam na Eva kuamua, na mwisho wa siku wakaamua kile ambacho bado Mungu alipata utukufu. Bado Mungu mpaka leo bado tunamuita Mungu kupitia kile ambacho Adam na Eva waliweza kufanyaje, kukiamua. Kwa hiyo wewe pia umepewa maisha yako binafsi, private ya kwako. Hayafanani na mtu mwingine yoyote kwenye hii dunia. Na wewe binafsi ni mfano wa Mungu. Na mfano wa Mungu wa kwako wewe ni ile nafsi ambayo iko ndani yako, ambayo inakufanya wewe uweze kuwaza, kufikiria, kujifunza, kutenda na kufanya maamuzi. Kwa hiyo unapofanya haya yote, mwisho wa siku utaishia tu kwenye kufanyaje? Kufanya maamuzi. Na maamuzi ambayo utayafanya ndiyo ambayo yatakayompa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kati ya vitu vya kuzingatia kwenye mwaka 2026 ni yale maamuzi ambayo wewe unayachukua. Hayo ndiyo yatakayompa Mungu utukufu.